Wakati dunia ikitafuta mustakabali salama wa maisha, mwishoni mwa karne hii ya 21 bado kuna matukio ya ukatili yanayoendelea kuripotiwa katika jamii. Saa 7 usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 6 Novemba 2025, mwanaume mmoja Bwana Hamisi Saidi, mkazi wa mtaa wa Mfuruni, kata ya Tungi, manispaa Morogoro, alituhumiwa kumbaka mtoto wa kuzaa mwenyewe kisha kuikimbia familia, huku jeshi la polisi likitoa RB ya kukamatwa kwake. Velo Media imefika nyumbani kwa Bwana Hamisi na kuzungumza na mke wake Naomi Nombo, mama mzazi wa mtoto aliyetajwa kutendewa ukatili huo, Mwantum Masembe, ambaye sio jina lake halisi, mwenye umri wa miaka 11. Tulikuwa tumeshalala, taa tumeshazizima, basi tukajua wote tumelala. Kwa mimi nikalala hapo, kufika saa ngapi ile saa 7 usiku nikaa nimestuka. Yaani kwanza kile kitu kilichoniamsha ni tochi. Ile tochi ikawa inamulika. Sasa mimi kwa hisia zangu nikawaza kwamba labda vibaka wanachungulia ndani. Sasa nikabidi niamke. Nilivyoamka nikaangalia pale tulipokuwa tumelala, nikaona mwenzangu hayupo, lakini bado sikufikiria kwamba kuna kitu anakifanya. Ulikuwa umelala na nani siku hiyo? Tulikuwa tumelala wote na yeye baba yake. Sawa. Na binti mwenyewe? Binti alikuwa ndo kalala huko na wenzie. Basi sasa nilipotoka kule chumbani sikuwasha taa. Nikatoka chumbani giza, nikaja mpaka hapa sebleni giza, nikaona ile tochi inamulikia chumba hiki cha watoto. Kwa hiyo nikaja moja kwa moja mpaka hapa. Ukifika hapo kuna taa ambayo unawasha hapo ukutani. Nikaiwasha. Kuwasha ndo nikamkuta baba wa mtoto akiwa anamfanyia mtoto kitendo kiovu hapo, akiwa yeye uchi wa nyama, hana nguo, hana chochote. Kwa hiyo nilipotoka pale mimi nilichukua mwiko ukiwa hapo kwenye beseni. Nikaanza kumpiga pale pale alipo. Kwa kweli nilimpiga sana, wakati nilikuwa nina hasira. Nikampiga hapo, akakimbia akaja hapa. Alipokuja hapa nikamfuata. Nikampiga, hatimaye akaanguka chini hapa. Alivyoanguka chini hapa akawa kama sebleni, yani akatoka chumbani akaja sebleni. Alivyoanguka hapa akawa kama vile mtu ambaye ametaka kupoteza ile fahamu, lakini akili ya kumwacha kwamba nimuache nisiendelee kumpiga ilikuwa haipo. Niliendelea kumpiga pale pale, afu baadaye nikawaza kwamba ngoja niondoke. Nilivyotoka hapa nikarudi chumbani, nikachukua funguo ya mlango na gauni la mtoto. Nikaja kumchukua mtoto hapa, nikamwambia vaa ile gauni twende kwa bibi. Nikamchukua hapo, akavaa gauni. Nikamwamsha kaka yake wa katikati hivi mdogo. Nikamwambia njoo ufunge huu mlango. Akanipomwambia na njoo ufunge huu mlango, yeye akakimbia kaja kuziba mlango pale. Akaniambia hamna kwenda, unaenda wapi? Ananikunjia ngumi, anipige mimi. Nikamsukuma, akaanguka tena chini. Nikachukua mtoto tukaondoka. Tukaenda sasa kwa bibi. Mama Mwantumu mwenye watoto 7 aliyezaa na Bwana Hamisi alilazimika kwenda kwa mama mkwe wake mtaa wa pili wa Mkwajuni kushitaki kitendo hicho usiku wa manane. Gonga mlango, akauliza ni nani? Nikasema ni mimi Mama Saidi. Akafungua mlango, tukamkuta yeye bibi, tukamkuta na babake mdogo. Wakatupokea pale, wakatukaribisha ndani. Nilipofika alivyotukaribisha ndani nikamwambia mama, nimekuletea mjukuu wako, kwa sababu nikisema mtasema huyu mtu namsingizia. Nimekuletea ili uone kesho nitakapofanya maamuzi msije mkanilaumu. Akasema kwani kafanya nini? Nikamwambia mtoto lala hapo kitandani bibi akuone. Kweli akalala kitandani, bibi akaona. Akaanza kusema huyu naye akili zake zikoje? Toka nizaliwa sijawahi kuona hiki kitu kwenye tumbo langu, kweli jamani mtu anaweza kufanya kitu kama hiki? Kwa akaanza kuongea pale, kaongea pale, bado tunaongea na yeye mwenyewe akawa amefika pale. Akafika pale anaanza kumuomba samahani mamake. Mamake akamwambia wewe, ili jina la huyu mtoto ni la kwangu mimi. Leo wewe unachukua mtoto huyu wa jina langu mimi, unamfanyia kitendo kama hiki kibaya. Uone kama mimi mamako ndo umenivua hii nguo? Akaendelea kuomba samahani, mama samahani ya mambo yasifike mbali, kwa sababu hiki kitu ni cha aibu, nisamee mama, nisamee. Velo Media ilifika pia nyumbani kwa mama mzazi wa Bwana Hamisi, Khadija Juma, ili kupata taarifa kama alifikiwa usiku wa manane na mama Mwantumu. Ilikuwa saa 8. Saa 8 ya usiku. Amekuja hapo, kagonga mlango mara hii. Mara moja mimi nikainuka, sasa na mguu wangu huu kainuka, shemeji yake akamfungulia. Sasa mimi nikamwambia kwani huyu mtoto anaumwa? Sasa kama kitu hujui unaangalia na muda waliofikia hapo. Lazima waulize
anaumwa? Akasema haumwi. Kwa nini sasa usiku wote mji hapa? Sema hebu kwanza mtazame mtoto. Mtazame nini? We mtazame tu. Kweli nikamtazama. Sikuona chochote mimi kwa macho yangu, lakini sikuona kitu. Jeshi la polisi limetoa ushirikiano mzuri. Alabi tumepewa, tumekuja naye tunayo. Tunashukuru Mungu, kweli jeshi la polisi limetusaidia sana. Historia ya hii familia ama ya hili tukio liliwahi kujitokeza tena? Hili lilitokea ikiwa mtoto yuko darasa la 2. Lilitokea. Lakini katika kutokea ile darasa la 2 usiku ule, kwa maana kule tulikuwa tunakaa nyumba kubwa kidogo tofauti na hii. Kwa hiyo tukawa hivyo tumelala. Na kipindi hicho walikuwa bado wadogo watoto wale nilikuwa nawakusanya na lala nao mwenyewe kitanda kimoja. Kwa hiyo katika nimelala nikaja kustuka, nikakuta mtoto hayupo. Nikainuka kutafuta mtoto, kaenda wapi usiku huu? Nikaya toka mpaka kwenye ile corridor pale, nikasikia sauti na TV naongea sebleni. Nikatoka mpaka kule sebleni. Kule sebleni kuna mlango ambao wa kufunga, afu baadaye ufungue uingie kule. Nikafungua ule mlango. Kweli nilimkuta kamchukua yule mtoto kamweka kwenye kochi ikiwa anafanya hicho anachokifanya yeye. Mwenyekiti wa mtaa Mkwajuni anasema alipata taarifa hizo usiku wa saa 2 tarehe 6 Novemba, na ndipo alipowahi nyumbani kwa Bibi Mwantumu ili kuzuia kikao kilichokuwa kimepangwa kufanyika ili kumaliza tatizo hilo kifamilia. Ilikuwa tarehe 6, nikapigiwa simu kuna kikao cha familia. Nikahoji kwa huyo mjumbe, akaniambia hicho kikao cha familia, na hivi vile kapenyezewa na wananchi wema kwamba kuna kikao cha familia, kwamba baba mzazi akatembea na mwanae mzazi. Kwa hiyo wanataka kukaa kifamilia, wayamalize kifamilia. Kwa hiyo bahati nzuri kwamba nyumba naifahamu, mimi chapu nikatoka sehemu nilipo, nikafika mpaka pale. Nikafika pale kwenye ile nyumba. Nilipofika kwa nyumba ile, kikao kilikuwa bado hakijaanza. Bahati nzuri nimekuta vijana 2 wa kiume, mmoja namfahamu, mmoja simfahamu, na pembeni kulikuwa na msichana pamoja na vitoto 2 bado vidogo. Nikamuita kijana mmoja. Kumuita kijana mmoja nikamwambia hebu nieleze hapa pana shida gani? Baada kujieleza vile, so nilikuwa serious, yule kijana akashindwa kujieleza. Ilibidi akamuita mwenzie anaitwa kama Salimu. Ndo akaja yule Salimu, naye nikamwambia bwana, mimi nimepewa taarifa na uongozi kutoka juu, hapa pana shida, nieleze kuna tatizo gani hapa? Yule kijana akashindwa kujieleza. Nikamwambia nitaanza na wewe kuondoka na wewe polisi pasipo kunipa ushirikiano. Yule kijana ilibidi aanze kunieleza production nzima ilivyo. Ndo akaniambia bwana, hapa tulikuwa tuna kikao cha familia kwamba baba ametembea na mdogo wetu mwenye umri wa miaka 11. Ndipo nikashtuka. Kwa hiyo sasa ajenda yenu hapa ni nini? Tunataka tukae kikao cha familia ili tuelezane ukweli. Nikamueleza hapana, naomba unipeleke kwanza kwa huyo mtoto, kwa sababu wale familia haikai kwenye mtaa wangu. Huku amekuja kwa bibi ama baba kwa mama yake mzazi. Hii familia inaishi mtaa wa Mfuruni, kilomita 1 tu, kwa tumepakana hapa ngambo na ngambo. Kituo cha afya ukivuka tu ndio Mfuruni, maana yake tumepakana. Kwa hiyo usiku ule, majira ya usiku, nikatoka nikaenda mpaka kule wanapoishi mtaa wa Mfuruni. Ila kabla sijafika kwa nyumba, ndipo nikampigia mwenyekiti mwenzangu wa mtaa Mfuruni. Then akaniambia mimi nimetoka, kuna changamoto imejitokeza, niko Mikese pale. Sasa ibidi nikasogea kwa nyumba niijue. Alafu bahati nzuri kwamba waliniletea yule mtoto, nikamuona kweli bado mdogo sana, mwenye umri wa miaka 11. Ndipo nikamwangalia, basi nikampa maagizo ya yule kijana niliokuwa naye pamoja na kaka, kwa sababu wote wawili sasa nilikutana nao huko kwa Mfuruni. Nikamwambia kulingana majira saizi usiku, basi naomba
namba zako niwasiliane na wewe. Mwenyekiti wa taasisi ya Leta Mabadiliko Chanya Ulipo Lemachu mkoa wa Morogoro na mtoa msaada wa kisheria Witness Foya anaeleza alivyopata taarifa na jinsi alivyofanikisha hatua za mwanzo za kutafuta haki. Kwa kweli taarifa hizi nililetewa, kwanza nilipigiwa simu, ilikuwa ni saa 7 ya usiku wa kuamkia Ijumaa ya tarehe 7 ambao ni leo. Kapigiwa simu na mtoto ambaye ni kaka wa dada aliyefanyiwa ukatili. Akaniambia kwamba mama, dada yangu amefanyiwa ukatili na baba mzazi ambaye ni baba yetu. Ilikuwa ni saa 7 usiku. Baada ya kupata taarifa na kujua kabisa kwamba hili jambo kama familia walitaka kulizima kama familia, mimi niliwachukua wale watoto, tukaondoka tukaenda mpaka kwa afisa ustawi. Afisa ustawi akatuchukua, tumeenda polisi. Polisi wametuandikia P3, wametuambia tuje hospitali. Kwa hiyo tumefika hospitali kupima. Daktari aliyetoa vipimo vya awali kwa Mwantumu katika kituo cha pamoja cha mkono kwa mkono kwa watoto waliotendewa ukatili katika chuo kikuu cha Jordani mkoani Morogoro anathibitisha kumpokea Mwantumu. Leo hii tarehe 7 majira ya saa 6 tumepokea mtoto akiwa na umri wa miaka 11, ikisemekana kwamba amefanyiwa ubakaji katika familia yao. Kwa hiyo baada ya hapo sisi tulimpokea, tukampa na huduma inayostahili, ikiwemo kumfanyia utambuzi kwa maana ya kumwandikisha, lakini kupitia kwa afisa ustawi wetu wa jamii hapa katika kituo chetu cha One Stop Center hapa Jordan. Lakini pia wakamleta kwangu mimi kama daktari kuanza kumhojiana naye, lakini pia katika kuhojiana naye, lakini pia kumfanyia uchunguzi kwa lile ambalo limekuwa kinala kwa walilokuja nalo, kwa maana ya hizo tetesi kwamba amefanyiwa ubakaji na miongoni mwa wanafamilia anapotoka. Kwa hiyo tumeyafanya hayo sisi kama Jordani na ripoti tumeshaandika. Basi vyombo vya habari au vyombo vya sheria kwa maana polisi, dawati na watu wengine wataendelea kwa hatua ambazo zinastahili kulingana na tukio lililopo. Alivyokuja alikuwa katika hali gani? Binti huyu amekuja ana hofu, hofu ambayo pengine ana hofu kwamba hapa anakuja kufanya nini, lakini mimi kama daktari nilijaribu kuongea naye kwa upole na kumhakikishia, kwanza kumhakikishia usalama, lakini pia kumhakikishia usiri mkubwa kwamba haya yote tutakayoyafanya hayatasikika popote mpaka kwa ridhaa yake yeye mwenyewe, tumwambie nani tufanyeje. Na hata mama yake pia naye nikamwambia hivyo kwamba wasiwe na wasiwasi, tutafanya kazi kwa weledi uliotukuka kulingana na maadili ambayo tunafundishwa huko shuleni, na tumefanya hivyo na wakanielewa, hasa binti mwenyewe akanielewa. Kwa hiyo tumefanya naye hayo mahojiano, lakini pia kumpima akiwa na amani, tofauti na jinsi alivyokuja, kwa sababu nilimuelekeza nini nafanya na kwa faida gani, na akanielewa. Basi tukaendelea na matibabu kama kawaida. Mwenyekiti wa mtaa wa Mfuruni Cleophas Mlali ametoa rai kwa jamii kuacha kuficha taarifa za ukatili, huku kaka wa Mwantumu ambaye ndio alitisha kikao cha familia akieleza kilichojili katika kikao. Basi tulichukua uamuzi wa kuweza kuitisha kikao ili tuweze kuwafahamisha hilo. Ni kweli tulitisha kikao hicho, ilikuwa ni majira ya saa 2 kwenda saa 3 usiku. Ilikuwa ni siku hiyo ya Alhamisi. Tuliweza kusema pale makosa yake kwa ndugu zake, lakini alikuwa mkali na kushindwa kukubali haya makosa ambayo alikuwa ameyafanya, na mwisho wa saa alipaniki na kuja kuanza kunipiga. La kwanza, watu wasikae na taarifa kama hizi majumbani. Kukiwa na taarifa kama hizi, watoke hadharani, watoke ili tuweze kuwasaidia hawa watoto. Ni kweli haya majanga ya ubakaji, majanga ya ulawiti yapo mtaani. Sasa utakuta familia nyingine wanamaliza kifamilia, kitu ambacho mtoto anabaki anakosa haki yake, kwa maana ya
haki za kusoma, anakosa ile saikolojia yake inakuwa chini kwa sababu anaonekana kama ameonewa. Kwa hilo jambo la kwanza ambalo tushirikiane jamii na mamlaka yote tuwasaidie watoto, jambo la kwanza. Lakini la pili, tujitahidi sana kupaza sauti. Tupaza sauti katika jamii. Mtoto wa kwangu ni mtoto wa kwako pia, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo ukimuona mtoto wangu kuna jambo ambalo analifanya au anafanyiwa jambo, usiseme tu kwamba huyo si ni mtoto wa Dr. Mtungilo atajua mwenyewe. Hapana. Chukua hatua ya kumsaidia huyo mtoto. Unapomsaidia mtoto wa kwangu mimi au mimi ninapomsaidia mtoto wa kwako, tayari ninaisaidia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo rai yangu pia kwa jamii yote, kwa Watanzania wenzangu, tupaze sauti, tuwasaidie watoto. Watoto wako kwenye mazingira magumu, watoto wako kwenye majaribu mengi. Wamama huwa tuna tabia ya kuomba mambo yaishi. Tunakaa tunakumbuka ya mapenzi ya baba na mama, hatujali kwamba yule mtoto aliyefanyiwa ukatili anaumia. Lakini pia hatujali kwamba kumbe hili tendo linaweza likaja likajirudia. Tunaweka ule utu wa ubinadamu mbele, lakini yule mtenda kitendo anakuwa kabisa hana utu. Ndio maana mara ya kwanza mama walimaliza na baba, mara ya pili wakakutana tena wakalimaliza, mara ya tatu mama akapata hasira akalipeleka kwa mama mkwe ambaye ni mama wa baba.